السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, tukiendelea na darasa yetu ya misingi ya kuwasoma na kuwafahamu maruwati wa hadithi, tupo katika darasa ya 13. Na darasa yetu tunamalizia kumsoma Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ambaye yupo katika hadithi yetu ya 3 ndani ya Sahih al-Bukhari, hadithi ambayo sanadi yake قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. Sisi tulizungumza katika darasa zilizopita Yahya ibn Bukairi katika vipengele mbalimbali, takriban darasa 2, na leo tukasema tutamalizia tu sehemu ndogo iliyobakia katika kuangalia aqwali za ahlul ilmi kwa yeye. Taban, tunapozungumzia kauli za ahlul ilmi tunazungumzia jinsi ya ahlul ilmi walivyomzungumza yeye, jambo ambalo linatusaidia sisi kuweza kufahamu shakhsia yake, kwa sababu kila rawi au kila msomi wanapopatikana wale watu wenye maarifa na jambo kisha wakamzungumza yule mtu, basi kauli zao zinakuwa zina nguvu. Lakini wale wenye maarifa na jambo, قال أبو داود اسمع أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول أبو صالح أكثر كتبا. أبو صالح كانديك سانا، أبو صالح هي كانديك سانا، ويحيى بن بكير أحفظ منه. لا، يحيى بن بكير يعني حافظ، يحيى بن بكير يعني حافظ. katika hii ibara ya Ibn Ma'in akimlinganisha Yahya ibn Bukayr pamoja na Abu Saleh, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza tufahamu kuwa Abdullah ibn Bukayr na Abu Saleh, Abdullah ibn Saleh, hawa ni watu wawili ambao wote walikuwepo katika mji wa Misri. Wote walikuwepo katika mji wa Misri, lakini siku watu walikuwepo katika mji wa Misri pia rika zao zinakaribiana. Sema tu Abu Saleh alikuwa ni mkubwa kuliko Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr. Hii ni nukta ya kwanza ya msingi. Kwanza walikuwa katika mji mmoja, lakini vile vile hao wote ni wanafunzi wa Al-Layth. Wote ni wanafunzi wa Al-Layth ibn Sa'd, wote wawili. Kwa hiyo nukta ya kwanza walikuwa katika mji mmoja. Kwa hiyo Yahya ibn Ma'in akataja kuwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr alikuwa ni ahfadh min Abi Saleh Abdullah ibn Saleh. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza ya sisi kuitambua. Kumbe hii kauli ya Yahya ibn Ma'in akizungumza anawalinganisha watu ambao walikuwa hapo katika mji mmoja, tena wamesoma kwa shekhe mmoja, ambacho hichi ni kipengele kinachotumika sana na maulama wanapoelezea maruwati wa hadithi, kuwalinganisha wale marawi ambao wamesoma kwa shekhe mmoja na wapo katika mji mmoja. Kwa hiyo hivi ni vipengele viwili ambavyo ndani yake vinazaa. Kinachozaliwa kama Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr na Abdullah ibn Saleh Abu Saleh wamesoma kwa Al-Layth ibn Sa'd wote,
كما يحيى بن عبد الله بن بكير أحفظ من عبد الله بن صالح أبو صالح. إنما قولي يا يحيى بن عبد الله بن بكير akizungumza habari ambayo kaisimulia kutoka kwa Al-Layth ibn Sa'd, basi ina maana kauli yake hutangulizwa kuliko kauli ya Abdullah ibn Salih ibn Abu Salih, kwa sababu Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ni ahfadh minhu, kaifadhi zaidi Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, hifdhi yake iko kubwa zaidi kuliko Abdullah ibn Salih. Na ndio maana kuna tofauti katika daraja za hawa watu wawili. Kuna tofauti katika daraja za hawa watu wawili. Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr yani thiqa, na Abdullah ibn Salih Abu Salih yani saduq, yule ambaye ahlul ilmi wamezungumza kauli mbalimbali fi tawthiqihi, wako ambao wanamuona kuwa ana ghalat, ana ghafla, yani ule udhibiti wake ule una dosari. Ndio maana akiitwa saduq, kwa sababu ahlul ilmi wanampa daraja tofauti. Huyu anamuona kuwa yuko hivi, huyu anamuona kuwa yuko hivi. Kwa hiyo anaweza kuwa ana wasfu nzuri katika kudhibiti hadithi, lakini hifdhi yake ikawa si nzuri. Kwa hiyo ikiwa kasimulia masimulizi hali ya kuwa hifdhi yake si nzuri, ina maana huyo bado atabakia kwa sababu ya akhta alizozitenda. Ukisikia mtu saduq, ahlul ilmi wanakuwa na kauli tofauti wakimzungumza huyu rawi, kwa maana anakuwa yeye ni saduq. Kwa sababu kama mfano Abdullah ibn Salih, baadhi ya ahlul ilmi wamemuona kuwa ni thiqa na baadhi yao wamemuona kuwa ni saduq. Kwa maana kuna ikhtilaf, kuna kauli tofauti. Wengine wanamuona laysa li thiqa, kwamba sio thiqa. Kwa hiyo kunapopatikana kauli tofauti juu ya rawi, huyo anamuona ni thiqa, mwingine anamuona kuwa sio thiqa, ina maana huyu sasa mara nyingi utamkuta kama Ibn Hajar al-Asqalani anamweka kuwa ni saduq. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ni thiqa, Abdullah ibn Salih ni saduq. Ndio maana Yahya ibn Ma'in yeye akamzingatia kuwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ni ahfadh min Abi Salih Abdullah ibn Salih Abu Salih. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumekuta kuwa wote ni wanafunzi ambao wamesoma kwa Layth ibn Sa'd, lakini alohifadhi zaidi ni Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr. Abdullah ibn Salih Abu Salih yeye alikuwa ndio mwandishi wa Layth ibn Sa'd, ndio mwandishi wake, lakini sio ahfadh min Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, sio kwamba hifdhi yake iko kubwa zaidi. Kwa hiyo vile hii ni nukta ambayo sisi tukiitazama kwa juu kauli ya Yahya ibn Ma'in hatuwezi kuelewa kile ambacho kwamba anakiashiria, lakini taban ahlul ilmi wana vigezo na wana nukta nyingi za kulinganisha, hasa watu ambao wanatoka katika mji mmoja. Mara nyingi utakuta kuwa wanalinganishwa, kisha anafadhilishwa fulani kuliko mwingine kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hichi ni kipengele ambacho kilikuwa kinamhusu Yahya ibn Ma'in na kauli yake juu ya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr. Lakini vile Abu Hatim al-Razi akamzungumza huyu Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, akasema yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bih, na hii ni kauli kuwa hadithi zake zinaandikwa bila itibari, lakini la yuhtaju bih yasiyo hujja. Kile ambacho kwamba anakipokea inakuwa sio hujja. Baadhi ya wakati ahlul ilmi wanaziandika hadithi ambazo ni dhaifu au za mtu ambaye tayari wamemzungumza katika nukta mbalimbali kwa sababu tofauti. Miongoni mwa asbabu zinazopelekea ahlul ilmi waandike hadithi za mtu ni kwa sababu ya kujua na kutofautisha baina ya hadithi ambazo ni dhaifu na hadithi ambazo ni za mathiqa, wajua kwa fulani alisema kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo kwa Abu Hatim al-Razi akisema hivi, ina maana hii ni jarh kwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr.
kwa sababu haya maneno hutumika kwa maulama wa jarh na ta'dil kwa ajili ya kuashiria dosari kwa mmoja katika marwatu wa hadithi. Lakini vile vile katika ahlul ilmi ambao wamenakili aqwali za maulama na wakamzungumza huyu Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi ni Imam al-Dhahabi. Imam al-Dhahabi kanaqili qawli za ahlul ilmi juu ya Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi kama alivyosema Abu Hatim al-Razi na Imam an-Nasa'i. Imam an-Nasa'i alikuwa akimwona huyu ni dhaifu, lakini hii kauli wamezungumza baadhi ya ahlul ilmi kuwa kana kwamba sio sawa, kana saduqan, alikuwa ni saduq. Na saduq kama tulivyopita kuwa kuna kauli mbalimbali za ahlul ilmi wanapozungumza rawi. Wasi'u al-ilmi muftiyan, alikuwa na ilmu nyingi sana, alikuwa ni sahibu al-fatwa faqih. Na kasema vile vile katika siyar a'lam an-nubala Imam al-Dhahabi akimzungumza Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi هو الإمام المحدث الحافظ الصدوق. الإمام معروف لدرجة ambayo anaipata mtu pale atakapokuwa chini yake kuna watu katika ahlul ilmi wamesoma kwake, au kafanya jambo ima kuandika kitabu au kufundisha ilmu ambayo mpaka maulama wanasoma kwake. Sababu mtu kuwa imam maana yake ni kuwa chini kuna wale anaoongoza katika elimu. Almuhaddith vile vile ni laqab. Mtu akiitwa muhaddith maana yake ni yule ambaye ana ilmu na maarifa na fani ya hadithi kwenye uchambuzi wa matni pamoja na sanad, au mtu ambaye ana maarifa katika upande wa sanadi vizuri sana. Na mara nyingi ahlul ilmi waliokuwa ni ahlul hadith walikuwa kikusanya maarifa katika matni pamoja na sanad. Na wako marawi ambao walikuwa wanapokea riwaya mbalimbali lakini hawafahamu kile kilichokuwa ndani yake. Baadhi yao hawa huitwa ni katika ahlul hadith lakini sio mafuqaha katika hadithi zao, kwa sababu wanapokea lakini hawafahamu kile kilichokuwa ndani yake. Al-Hafidh ni yule ambaye kahifadhi hadithi nyingi sana, kazunguka sehemu katika hadithi nyingi. Hizi ni istilaha ambazo hutumika kwa ajili ya kuelezea daraja za watu, na unaweza kuzikuta ziko tofauti na ninavyoelezea, lakini mara nyingi hazitoki kwa al-imam. Ni mtu ambaye Allah tabaraka wa taala kamtilia baraka katika ilmu yake, akatoa ahlul ilmi wakawa wako chini yake, ni wanafunzi au wamesoma kwake. Bila shaka waweza kuwa ni katika maulama lakini wamesoma kwake, kwa hiyo watakuwa ni wanafunzi katika upande na watakuwa ni maulama katika upande mwingine, na atakuwa ni imam. As-saduq kama tulivyopita ni wasfu au ni laqab ambayo rawi hupewa kwa sababu mara nyingi kunapotokezea kauli tofauti tofauti za ahlul ilmi, maana yake kama Ibn Hajar al-Asqalani manhaji yake mara nyingi akisema saduq, kiangalia kauli za ahlul ilmi juu ya rawi basi utakuta kuwa kuna kauli tofauti tofauti. Ihtaja bihi Sheikhan Imam al-Bukhari na Muslim, wao yani wamezizingatia hadithi za Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi. Na hapa ndiyo utaona utofauti katika kauli ya Abu Hatim al-Razi aliposema la yuhtaju bihi, lakini Imam al-Bukhari na Muslim wamezingatia hadithi zake na wametolea dalili kwamba yani kile alichokiandika yeye na yeye mwenyewe ni hujja. Kana ghazira al-ilmi, alikuwa na elimu nyingi, harifan bil hadithi, anajua zaidi sana hadithi wa ayyam an-nas na masala yanayofungamana na tarikh za marwat. Tarikh za marwat fulani alikuwa vipi katika wakati fulani, na huyu ni katika tabaka ya mwanzo katika wanafunzi wa tabi'in. Kwa hiyo ukiambiwa alikuwa akijua ayyam an-nas, yani yale masiku
walioishi watu bimaana ya manasi, yani habari na historia za marwat, historia za watu waliokuwa juu yake kama tabi'ina kwa tabaka kina Shafi'i, Sufyan ibn Uyayna, tabaka kina Sufyan al-Thawri, na vile vile tabaka za watu juu yake kina Abdul Malik ibn Abdul Aziz al-Tujrayji, juu yake kina yani maana yake al-Mansur ibn al-Mu'tamir, juu yake kina Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, juu yake كنا يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وجوياك كنا عن قام ابن القاسم الليثي، وجوياك صلى صلى الله عليه وسلم إذا طبق زاته هي alikuwa akizifahamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na maarifa nafani ya hadithi. Basiran yani bil fatwa, alikuwa anauelewa mzuri katika fatwa, sadaqan dayinan, alikuwa sadiqan dayinan, kweli na ni mtu mwenye dini. Wa badri ma laha lin-Nasa'i minhu hatta da'afahu wa qala baratan laysa bithiqa. Imam an-Nasa'i alimdhoofisha huyu, lakini hajui Imam an-Nasa'i, yani hajui Imam adh-Dhahabi ni nini ambacho kwamba kilimpelekea Imam an-Nasa'i amdhoofishe huyu. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Kuna asbab mbalimbali zinazozungumzwa na ahlul ilm. Hata huyu Abu Saleh Abdullah ibn Abi يعني أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليثي ambaye tumempigia mfano alikulinganishwa yani Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi na Ibn Ma'in, yani Ibn Ma'in alikulinganisha Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi na Abdullah ibn Salih Abu Salih. Huyu Abu Salih tulimtaja vile vile Imam an-Nasa'i kumdhoofisha, na inasemekana kwa sababu mbalimbali. Yani Imam an-Nasa'i alikuwa yani hawezi kuingia katika darasa ya huyu Abu Salih kwa sababu Abu Salih alikuwa akimtimua Imam an-Nasa'i. Kwa hiyo baadaye Imam an-Nasa'i kwa sababu ya hali iliyotokezea baina yake na Abu Salih akamdhoofisha. Hivi ndivyo ambavyo mimi nakumbuka katika masala ya historia nilipokuwa namsoma huyu Abu Salih. Barakallahu fikum. Kwa hiyo ni asbab, ziko asbab kwenda zinaweza kutokezea, yani maana yake kisha rawi akamdhoofisha rawi mwingine. Lakini ahlul ilm wanapoangalia vigezo na martaba ya mtu na ilmu, hasa ukizingatia Imam an-Nasa'i alikuwa katika mji wenyewe huo wa Misri, ingawa yani Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi na Abdullah ibn Salih Abu Salih wakubwa kuliko Imam an-Nasa'i, lakini yeye ni katika ahlul ilm ambao ndio walioshika kiti cha ilmu ya hadith na ahlul ilmi al-kibar wakatoka katika miji yao kumfuata Imam an-Nasa'i. Kwa hiyo Imam an-Nasa'i katika ahlul ilmi wajao na taadil na kauli zake zinazingatiwa, lakini baadhi ya wakati anapozungumza ahlul ilmi wakaangalia kwa nini kazungumza, mbona huyu mtu kamzungumza kwenye dhaif thiqa. Ahlul ilmi ambao wanalingana na Imam an-Nasa'i wameona kwa ni thiqa, basi wakati huo sasa watu wanaweza kuacha kauli Imam an-Nasa'i kwa sababu ya thibitisho wa baadhi ya mambo, hasa ikiwa kamfanyia jarhu lakini sio mufassar. Ndio maana Imam adh-Dhahabi akasema mimi sijui kitu gani ambacho kwamba kimetokezea. Tabani kwa Imam an-Nasa'i akamdhoofisha Yahya عبد الله بن بكير. kisha Imam adh-Dhahabi akasema wa hadha jarhun mardud, hii jarh ya Imam an-Nasa'i kumdhoofisha Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi mardud, yani maana yake haikubaliki. Na hichi ni kipengele kinatakiwa kizingatiwe sana, sio kuwa kwa sababu mtu ni alim kila atakachokisema basi maana yake watu samina wa ta'ina. Wale wanaojua mambo kauli zake za kuwajeruhi wengine basi huzipima zile kauli zake na kile ambacho kwamba yeye kizungumza katika kumjeruhi mtu, wakikiona kuwa kiko sawa basi uchukua kauli yake, ila basi maana kauli yake inakuwa ni mardud. Sio kwamba kila akisema fulani sio thiqa, fulani kadha basi tena mtu anasema samina wa ta'ana qala Sheikh Haban. Lazima watu waangalie kauli zake, waangalie vigezo kile ambacho kwamba yeye kisema, kwa sababu ni binadamu. Baadhi ya wakati mtu husema kwa sababu ya hasira, baadhi ya wakati husema kwa sababu ya jahal, na zile sababu za kujeruhi mtu na vitu mbalimbali. Barakallahu fikum. Yani anaweza kuwa mtu ni thiqa, ni alim, ni sahib alhadith, ana maarifa katika wajaru na taadil, lakini akawa na jahl na mtu fulani, kwa hiyo akamdhoofisha katika mambo ambayo hayafahamu. Yani maana yake kasikia tu fulani na kadha kisha akamdhoofisha.
na tabana anaisoma habari za watu basi huyajua haya yako mengi katika ahlul ilmi wako waliodhoofishwa kwa sababu tu yani maana yake na ya mambo yanasemwa lakini aslan wao si dhaifu yani takalamu nasu fihi tunazungumza wao lakini tabana wao ni mathika baada ya kukusanywa na pakachambuliwa pakaangaliwa ikapatikana kuwa waliodhoofishwa lakini haikuwa haki wao kwa ni dhaifu basi ahlul ilmi wakazungumza hao katika watu waliodhoofishwa kama huyu ya Abdullah ibn Bukairi na Ibn Nasai kwamba Dhahabi anasema hadha jarhun mardud katika kitabu chake cha Sirr A'lam an-Nubala kwamba hii jarh jeshwa faqad ihtaja bi shaykhani Bukhari Muslim bona hutaja hadithi zake na kutaja Bukhari na Muslim ya ahlul ilm al-kibar wote ni maulama wa jarh na ta'dil maulama ambao wanafahamu ilal mfano za hadithi wa ma alimtu lahu hadith munkara hatta uridu akisema Imam al-Dhahabi wama alimtu lahu hadithan munkara mimsili hadith munkar ambayo labda ndio inapelekea adhoofishwe Yahya ibn Abdullah ibn Bukair sijui na kwa nini yataji hadithi munkar kwa sababu hadithi munkar ndizo ambazo mara nyingi huwabainisha watu madhaifu kwa sababu wanapokea hadithi ambazo zinawakhalifu mathiqa kwa hiyo maana yake hadithi zao zinakuwa ni manakir kwa hiyo leo kama kuna hadithi yake kasipokea zinakwenda kinyume na mathiqa basi angalikuwa tayari anasema angalizi leta ili mtu ajue dhaifu ya Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi lakini yeye hajaziona hadithi hizo kwa hiyo barakallahu fikum hii ni hali ambayo hutokezea kwa baadhi ya marwat ndio maana mtu ambaye ni mtu wa fani ya hadithi anatakiwa awe makini sana pale anaposikia baadhi ya jarhu kwa mtu si kwamba tukasikia kwa mtu yeye anafuata kuna asbab kuna misingi na taratibu ambazo ziko kwa ahlul ilmi sinapotokezea basi maana yake ndio dhofishwa mtu au mtu kupandisha daraja kwa yeye ni thiqa ibn Adi katika ahlul ilmi al-kibar wa ilal na fani ya hadithi asema kana jara al-Layth ibn Sa'd alikuwa ni jirani والليث بن سعد جرانياك هو أثبت الناس فيه نعي وزيد حديث ذاك وعنده عن الليث ما ليس عند أحد أنا حديثي أنباز كذبك كتك والليث بن سعد أكون مت mwingine ambaye kazipokea yani kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye أثبت منه يعني أنا ولي وزيد وحديث الليث بن سعد إنه كتاك حديثي أنباز الليث بن سعد كزisimulia بس maana yake nenda kwake utajuaje kwa hadithi anazo yeye tu kutoka kwa Layth ibn Sa'd watu wengine hawana na utajuaje kwa hizo kweli ni hadithi za Layth ibn Sa'd Sa'd katika ilmi ambao wana wanafunzi wengi na taban wana mashekhe vile vile kwa hiyo inakuwa Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi akasimulia hadithi kutoka kwa Layth ibn Sa'd al-Layth kaipokea kutoka kwa mtu mwingine kisha kuna mwanafunzi ambaye kasoma na Layth ibn Sa'd kutoka kwa shekhe kaipokea hadithi ile ile katika mji mwingine kwa hiyo watu hujua kuwa hii kweli ni hadithi ya Layth ibn Sa'd kwa sababu al-Layth kaipokea kutoka kwa shekhe na shekhe ndio kasimulia kwa lafzi hii kama ambavyo kuna rai mwingine aliyesoma pamoja na Layth ibn Sa'd kwa shekhe fulani wakaisimulia hadithi katika sura ile ile kwa maana mara nyingi riwaya hufahamika kuwa hii kweli ni riwaya ya fulani kaipokea peke yake kutoka kwa shekhe kwa sababu shekhe mwenyewe kawafikiana na mwenzake aliyosoma pamoja kutoka kwa shekhe wa juu yao katika hii hadithi katika mji mwingine kwa maana yake hapa kuna kulinganishwa watu watatu kwa wakati mmoja nikisema hivi ni vipengele nyeti sana katika ule wafani ya hadithi mfano tujalie kuna mtu anaitwa Muhammad huyu kasoma pamoja na mtu mwingine anaitwa Umar kutoka kwa mtu mwingine anaitwa Qasim kwa hiyo sasa Muhammad akawa na mwanafunzi anaitwa Ali na mwenzake akawa na mwanafunzi anaitwa Salim kwa hiyo Ali na Salim wakawafikiana katika hadithi ambazo wanazipokea kwa mashekhe wao wawili ambao mashekhe wao wawili wamepokea hadithi kutoka kwa shekhe mmoja kwa hiyo ikaendana hadithi
katika upande huu na upande huu, basi maana yake hufahamika kwa hii hadithi kweli ni fulani kutoka kwa fulani, na kuna vigezo tofauti tofauti ambavyo vinathibitisha, lakini haya ni katika yale ambayo ni maarufu mbele ya ahli ilmi katika kuangalia zile riwaya na kuangalia kwa hii kweli ni riwaya fulani na kaipokea kwa nani, alisoma mwaka gani, na alishirikiana na nani. Kuna vitu vingi sana barakallahu fikum katika hii fani ya hadithi. Kwa hiyo kuna mengi ambayo umeyazungumza ahlul ilmi, lakini sisi insha Allah tutashika hapa, na tabani kwa sababu bado tunaendelea katika kumsoma Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi katika darasa zijazo, basi hata tutataja baadhi ya vipengele vingine na kuchambua ambavyo vimetajwa kuhusiana na yeye. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. ويحفظ darasa yetu itakuwa imeishia kwake Yahya ibn Abdullah ibn Bukairi, na inshallah tutakuja kuendelea katika kipengele kinachofuata aliposema Yahya ibn Bukairi hadathana al-Layth, anatuhadithia sisi al-Layth. al-Layth ni nani? Inshallah katika darasa ijayo tutakuja kumzungumza al-Layth ibn Sa'd na kile ambacho kwamba kinahusu habari za al-Layth ibn Sa'd, ni vile aqwali za ahlul ilmi juu ya al-Layth ibn Sa'd. Tukifahamu kuwa al-Layth katika ahlul ilmi ambao kufikia daraja kubwa sana ya elimu mpaka katika upande wa kifiqhi na maarifa, mpaka kuna baadhi yao unamuona al-Layth ibn Sa'd ana ilmu nyingi kuliko hata baadhi ya watu waliokuwepo katika tabaka yake. al-Layth ibn Sa'd yuko katika tabaka ya kina Imam Malik, tabaka namba 7, ni mtu wa Misri, na alikuwa vile vile katika Allah baraka aliyompa mpaka kuna madhhab ilikuwa inaitwa al-Laythi. Ni madhhab ambayo anasema al-ilmi ilikuwa ni madhhab yenye fiqh kubwa sana, lakini hawakupatikana watu wa kuhifadhi fiqh ya al-Layth ibn Sa'd al-Misri ikaenea katika miji, lakini Allah tabaraka wa taala kahifadhi na kahifadhi ilmu yake kama ni katika maulama wa fani ya hadithi. Na inshallah kuhusiana naye tutakuja kuangalia katika darasa namba 14, darasa yetu ya kusoma misingi wa hadithi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.